Subscribe Zumba TV. Maarufu Muhammad bin Madoga. Muhammad alizaliwa mwaka 1947 katika kijiji au kitongoji cha Usimbe, kijiji cha Maparoni, kata ya Maparoni, tarafa ya Mbwera, wilaya ya Kibiti kwa sasa, lakini wakati huo ilikuwa wilaya ya Ufiji, mkoa wa Pwani, Tanzania. Muhammad bin Madoga alikuwa ni mtoto wa kwanza kati ya watoto waliozaliwa na Mzee Juma Doga. Yeye alikuwa ni wa kwanza kwa watoto wake wote wa Mzee Juma Yusuf Doga. Muhammad alikuwa ni kwanza. Muhammad bin Madoga alianza safari yake ya kielimu kama walivyoanza wengine kusoma kwa wajomba zake, kwa maana ni makaka wa mama yake. Alikuwa ni mmoja akiitwa Mzee Bakari Omar Shaha na Mzee Khamisi Omar Shaha, Sheikh Bakari Omar Shaha na Sheikh Khamisi Omar Shaha. Hawa ni wajomba zake na ndio alianza kusoma Qur'ani kwao. Baada ya hapo au kwa ushaha kwa watu wa kule walijua Mpendo, kwa Omar Bakari Omar Shaha na Khamisi Omar Shaha Mpendo. Baada ya hapo pia Sheikh Muhammad alisoma kwa shemeji yake akiitwa Sheikh Omar Yusuf Mtambo, aliendelea kusoma hapo. Baada ya hapo Sheikh Muhammad bin Juma Doga alikwenda kusoma kwa sheikh wake mwingine akiitwa Sheikh Omar Bakari Kupingu Kutero, ambaye alifunza kiasi ambacho Allah alimjalia. Wote hao ni katika hicho kijiji cha huko Usimbe kabla ya kuja Dar es Salaam. Baada ya hapo Sheikh Muhammad safari ilianza ya kuacha jiji au kuacha kijiji chake alichozaliwa alichokipenda, akaja Dar es Salaam kwa ajili ya kuja kutafuta elimu. Na alipofika hapa Dar es Salaam, baada ya kutafakari na kuangalia, aliona sehemu sahihi ni aende kujifunza kwa shekhe wake Sheikh wetu Sheikh Kamil aliyokuwa anakaa wilaya hii ya Temeke, mtaa wa Uhuru wakati huo. Kwa hiyo shekhe alifika hapo na alianza kujifunza kuendeleza elimu yake. Hapo pia ndio akaenda vile vile kujiunga na chuo cha Kiislamu cha Ng'ombe. Hiyo ilikuwa mwaka 1971. Alijiunga na chuo cha Markaz, maarufu na chuo cha Markaz cha Ng'ombe, pamoja na zake. Alijifunza kadri Allah Subhanahu wa Ta'ala alipomjalia. Ilipofika mwaka 1974, Sheikh Muhammad alibahatika kuwa miongoni mwa waliopata nafasi ya kwenda kusoma katika chuo kikuu cha Madina, Jamia Islamia bil Madina Munawwara. Kama inavyofahamika, kipindi hicho baada ya ujio wa Ng'ombe ilikuwa wanafunzi wote wanaishia markazi ya marhala ya mutawasita. Yeye alikwenda kwa hatua hiyo. Baada ya kufanya mtihani na vinginevyo, ililazimika Sheikh Muhammad aanze mwaka wa mwisho wa mutawasita. Ilikuwa ni nidhamu ya kawaida. Akafanya pale, akasoma pamoja, akaingia katika level ya thanawi au sekondari ya juu. Hiyo ilikuwa ni mwaka 1975. Na ilipofika 78, Sheikh Muhammad alikuwa amemaliza sekondari ya juu na alijiunga rasmi na chuo kikuu katika kitivo cha masomo ya dini cha sheria katika chuo kikuu cha Madina, Jamia Islamia bil Madina Munawwara. Kwa hiyo kuanzia 78 mpaka 81 Sheikh Muhammad alihitimu masomo yake katika chuo kikuu cha Madina wakati huo. Na ilifika mwaka 1982 Sheikh Muhammad alibahatika kuwa miongoni mwa wale waliobahatika kuajiliwa na Rabitatul Alam Islami, the World Muslim League, akiwa kama dai. Atakuwa na jukumu la kufundisha na kueleza kufanya kazi ya dawa. Sheikh Muhammad alirudi nchini. Kituo chake cha kwanza kilikuwa ni markaz, kilikuwa ni al-Markaz al-Haramain. Wakati huo na walizia wakiwa mwezi mmoja, hatimaye wakahamia Markaz al-Haramain ilipo hivi sasa, naamini wengi wanajua. Kuanzia muda huo Sheikh Muhammad alikuwa amejihusisha na jukumu kubwa la kufundisha
akiwa anafundisha pale, lakini pia alikuwa na darasa nyumbani. Nyumbani pia alikuwa na darasa mbili, zile darasa ambazo darasani na darasa la kitabu kama ilivyokuwa utaratibu wake. Kwa hiyo Sheikh aliendelea kuwa mwalimu wa Al-Haramain, lakini akiendelea kufundisha kwa nyumbani. Lakini sio hivyo tu, Sheikh Muharram aliendelea kufanya kazi ya dawa na kushirikiana na wenzake takriban mikoa kadhaa. Sheikh Muharram alifika kwa ajili ya kazi ya dawa. Inaonyesha alikwenda Singida, Dodoma, ilikuwa Tabora, lakini pia Mtwara, Lindi, Pemba, Unguja, kote huko Sheikh Muharram alifika katika safari ya dawa kwa kuhakikisha kwamba anatekeleza jukumu ambalo alilobeba katika mabega yake. Lakini pia Sheikh Muharram alikuwa na darasa katika la tafsiri katika msikiti wa Madina, ambayo ilikuwa mara nyingi kila mwezi wa Ramadhani msikiti wa Madina, na pia Lindi alikuwa na darasa ya tafsiri ambapo wengi walikuwa wanajua hilo na walikuwa wanashiriki katika darasa hili. Lakini sio hivyo tu, Sheikh Muharram Jumadoga alikuwa ni mmoja au alikuwa ni mjibuji wa maswali na majibu ya dini ya Kiislamu kupitia redio. Kipindi hicho kinajulikana kwamba RTV, kwa sasa TBC. Sheikh Muharram alifanya kazi hiyo miaka kadhaa, na wengi tulikuwa tunasikia akiwa ni mmoja katika mjibuji maswali, akiwa mahiri na fasaha namna ya kumuelimisha mtu na kufahamu kile ambacho anachoulizwa na kujibu. Kwa hiyo baada ya hapo Sheikh Muharram Jumadoga kwa haraka jumla ya majukumu yake pia aliingia katika uwanja wa kutafsiri vitabu kwenda kwenye lugha ya Kiswahili. Katika jumla ya vitabu vilivyotafsiri ilikuwa ni kitabu kinaitwa Ar-Risalatu fi al-Diman at-Tabi'iyya lin-Nisa. Hili Sheikh Muharram alitafsiri kutoka kwenye lugha ya Kiswahili kwenda kwenye lugha ya Kiarabu kwenda kwenye lugha ya Kiswahili. Lakini sio hivyo tu, hichi kitabu cha Sheikh Uthaymeen alitafsiri vile vile kitabu kinaitwa Al-Lu'lu' wal-Marjan fima ittafaqa alayhi Sheikhani, kitabu cha Fuad al-Baqi, tafsiri kutoka katika lugha ya Kiarabu kwenda katika lugha ya Kiswahili, na hichi kitabu ni cha hadithi. Lakini pia vile vile tafsiri kitabu kinaitwa Mithaqul Usra fil Islam, na kiliitwa kama mkataba wa familia katika Uislamu. Kwa hiyo nacho alitafsiri, na hivi vyote nilivyotaja viliweza kuchapishwa. Lakini kitabu kingine tena alitafsiri kinaitwa At-Tadabirul Waqi'a min az-Zina, pia vile vile alikiita kinga ya zina. Kwa Sheikh Muharram alitafsiri kitabu hichi, lakini mwishoni akiwa na jopo la wanachuoni walifanikiwa vile vile kutafsiri kitabu kinaitwa Al-Bayan fi Tafsir Maani al-Quran, wakakiita kwamba bayani katika tafsiri maneno ya Qur'an. Hiki kitabu alitafsiri jopo akiwa na wenzake chini ya usimamizi wa umoja wa wanazuoni wa Kiislamu Tanzania, Hay'atul Ulama. Kwa hiyo kwa ufupi, haya ni sehemu ya mambo ambayo Sheikh Muharram Jumadoga tunazungumzia historia yake, tujue kwamba haya ni katika mambo ambayo alisimamia. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Subscribe Zumba TV.